la Yesu. Maana wokovu ni kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya wanyama. Kila mwenye pumzi, kila aliye na kinywa, kila anaitwa mwanadamu, lazima hili linamhusu, ya kwamba lazima ajali wokovu mkuu ambao Mungu alimtuma mwanae ulimwenguni ili sisi tupate kukombolewa kwa huo wokovu. Sema amina. Haleluya. 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 Lazima ulipe gharama zaidi ya jinsi ambavyo umelipa gharama ili uweze kujali wokovu mkuu ambao Mungu alimtuma mwanae kwa ajili yetu sisi, ili tusiangamizwe, ili tusipotee, ili tusife katika dhambi, ili tusiende jehanamu. Mungu akakubali kumtoa mwanae wa pekee. Napenda kuzungumzia hili sana kwa sababu Mungu aliona ya kwamba wanadamu ni bora kuliko hata mwanae angekaa mkono kuume akasema mwanangu nenda kateseke, nenda kaangamizwe kwa ajili ya watu wangu hawa wasipotee, hawa watu hawa wawe na uzima milele. Alafu leo kuna mtu mmoja ambaye anasikia injili alafu anasema hawa ni watu wa kawaida, hawa wanapiga kelele. Nataka nikwambie katika jina la Yesu ya kwamba asiyejali wokovu mkuu namna hii hawezi kuwa salama, hawezi kusalimika, hawezi kusalimika. Ambaye anadharau masala ya wokovu ambao Mungu alimtuma ulimwenguni kwa njia ya Kristo Yesu hawezi kuwa salama. Lazima tujali wokovu. Na wewe nisikia sauti hii, anza kujali wokovu. Kama ulikuwa unaangalia wokovu kwa hali ya kawaida, anza kugeuka, anza kuangalia kwa jicho lingine la tofauti, ya kwamba huyu ni Mungu mwenyewe alinyosha mkono kutoka kwa wanadamu. Si kama mnaelewa vizuri? Si kama mnaelewa vizuri? Tuko pamoja? Lakini kuna watu ambao hata mko hapa inawezekana mjui nini maana ya wokovu. Inawezekana uko mahali hapa ujui nini maana ya wokovu. Nataka nikupe maana za wokovu. Unaposikia wokovu kuna maana zake. Ngoja nikupe maana. Jambo la kwanza, wokovu ni upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Wokovu ni upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Kama si upendo wa Mungu pasingekuwa na wokovu. Mungu alitupenda wanadamu, ndio maana akatupa wokovu. Kwa hiyo upendo wa Mungu ndio ambao umeamua maisha yetu, ndio ambao umefanyika ukombozi kupitia Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 3:16, anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Anasema kwenye mstari wa 17, kwa maana Mungu akamtoa mwana ulimwenguni ili ulimwengu uhukumiwe, lakini ulimwengu uokolewe kwa yeye. Anasema amwaminie yeye hata hukumiwa, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu tu ya kuliamini jina pekee la mwana wake. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, wasiomwamini Kristo, wasiamini wokovu, wamekwisha kuhukumiwa automatically, wala si mpaka waambiwe. Lakini katika ulimwengu wa roho wamehukumiwa ingawa wanatembea. Natamani siku ya leo, mchana wa leo, ukubali hii neema ya wokovu ndani yako ili usihukumiwe. Hata kama ulikuwa una hukumu, Mungu ni Mungu wa rehema. Unapogeuka na kutubu, kumwambia Baba, nimesikia habari njema ya kwamba kuna wokovu, nipo tayari kupokea hiyo neema, nipo tayari kuokoka na kukurudia. Nataka nikwambie Mungu ni wa rehema, atakupokea mikononi mwake. Atakupokea mikononi mwake. Atakupokea mikononi mwake. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Warumi ile sura ya 3 mstari wa 23, anasema kwa sababu wote walifanya dhambi, ama kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini wamehesabiwa haki bure kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yaani wanadamu wote walifanya dhambi baada ya dhambi ya asili ya Adam na Hawa. Walipokula tunda ambalo Mungu aliwakataza, dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi kamhusu kila anaitwa mwanadamu. Kwa sababu anasema kwamba kwa sababu wote walifanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wale wote walikuwa katika utukufu, hata walipokuwa uchi pale bustanini hawakujiona kwamba wako uchi, maana utukufu ulikuwa umefunika. Lakini baada ya kula tunda, utukufu wa Mungu ukaondoka, wakajikuta wako uchi, wakaanza kutafuta majani ili wajifunike. Utukufu wa Mungu uliondoka. Biblia inasema ya kwamba dhambi inaondosha utukufu wa Mungu. Mungu atupende watu usifanye dhambi. Mungu akupende watu usifanye dhambi. Mungu akupende watu usifanye dhambi. Usifanye dhambi kwenye maisha yako. Jiepushe na dhambi. Maana Yesu atarudi saa yoyote. Yesu atarudi muda wowote. Tutataliwa muda wowote. Usifanye dhambi, mtumishi wa Mungu.
Jali sana wokovu ambao umeupokea mara moja tu kwa neema ya Mungu.